Karibu katika makala zetu za kilimo pamoja na ufugaji kupitia chaneli yetu ya Shamba Hub. Na leo tuko hapa katika chuo hiki cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora za kilimo kwa wakulima Uyole Mbeya. Na tuko hapa kwa ajili ya kuangazia ufugaji wa kuku wa mayai. Leo tunazungumzia ufugaji wa kuku wa mayai wenye tija ambao wewe kama mkulima, wewe kama mfugaji utakusaidia kuweza kuwa na mazao mengi, lakini pia kuepuka zile hasara ambazo wafugaji wengine wamekuwa wakizipata. Na tuko hapa na Baraka Kiwela, yeye ni mkufunzi kutoka katika chuo hiki cha kilimo na kituo cha uhaulishaji wa teknolojia bora kwa wakulima, ambapo yeye anatueleza kuhusiana na mbinu gani za kufuata ili uweze kufuga kuku wa mayai ili waweze kukuletea faida kubwa. Moja kwa moja tumsikilize Baraka Kiwela kupitia kitengo hiki cha ufugaji. Katika idara yetu, idara ya uzalishaji, tunahusika na uzalishaji wa kuku wa mayai, kuna kuku wa nyama, pia tuna kuku wa kienyeji ambao tunaita kuku wa asili. Lakini leo kidogo tunatembelea hapa tuone namna ya uzalishaji katika kitengo cha kuku wa mayai. Tukianza hapa, idadi yao au kuku walichukuliwa wakiwa 1000. Lakini tuliwachukua mwaka huu, ulikuwa ni tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2023. Hivyo katika vitu vya kuzingatia ili kuweza kupata ufugaji bora na kupata matokeo bora katika ufugaji wa kuku wa mayai bora, cha kwanza ni kuwa na banda bora. Banda bora ni banda ambalo linakuwa na nafasi ya kutosha ili kuhakikisha kwamba kuku wetu wanapata muda mzuri wa kutembea. Tunaona kwamba kuku hapa wanapata nafasi, wanaweza kutembea ili kupata angalau wajipe mazoezi, waweze kufikia hatua ya kuweza kutaga vizuri, ili kupunguza pia hata ule msongamano na mzunguko wa hewa uwe mzuri. Kwa hivyo banda letu linatakiwa liwe bora. Ubora wa banda pia utatusaidia kuzuia maadui. Kuna maadui kama vicheche, kuna maadui kama wanyama wakali wanaotoka porini, na pia hata binadamu wengine wanaweza wasio waaminifu katika ufugaji wa kuku. Wizi wakawa wanachukua kuku wetu. Aina hii ya kuku ndio nisema mlianza 1000. Mlipochukua 1000 mpaka sasa wamebaki wangapi mpaka ukuaji huu waliofikia? Mpaka sasa wamebaki kuku 952. Hapo tunasema kwamba hawa kuku tunawachukua wakiwa hatua ya kwanza, yani wametotolewa, ni vifaranga. Kwa hivyo katika hatua zile za uleleaji tunawalea kwa njia, yani kwamba ni kuku wasiokuwa na mama. Kwa hiyo tunawakuza wenyewe, tunawalelea wenyewe kwa kuwekea miundombinu. Kwa hiyo wakati mwingine wale ambao vifaranga wanakuwa sio wakamilifu, wakati huo wanakuwa wanapungua. Wakati mwingine hata kule kwenye viwanda wanakuwa wale wa vifaranga hawajatoka wakiwa na afya, wanakija, kwa hiyo wanakuwa wanapungua kidogo kidogo. Ili kuondoa ile risk, ili mtu asipate hasara, ni vizuri akawachukua hivi vifaranga vikiwa na umri gani? Kwa wakati mwingine huwa wazalishaji wanaotoa viwandani ikiwa na maana ya hatchery, wanatoa vifaranga wakiwa na siku 1. Kwa hivyo kama utahitaji kupunguza hizo riski, itabidi uende kwa mkulima mwingine ambaye amechukua wale vifaranga na akawafuga yeye, hivyo anakupunguzia riski ya wale vifaranga kufa. Lakini bado utakuta kwamba gharama ya kununua kifaranga kimoja itakuwa juu zaidi. Kwa mfano, vifaranga hawa tunaponunua kwenye viwanda vya uzalishaji, utamnunua kifaranga mmoja kati ya 1800 mpaka 2500. Lakini wakati huo ukimpa mfugaji, akimchukua akaanza kumfuga, ukamchukua akiwa na umri wa kati, anaweza kuanza kukuuzia kuanzia kwenye 5000, 6000 na kuendelea. Kwa hiyo bado inakuwa changamoto ya kupungua, inakuwa iko pale pale. Na huwa mnatumia dawa gani wakiwa wadogo pale, chanjo na vitu vingine? Asante kwa swali lako zuri. Huwa wale au kuku tukiwachukua, tuna ratiba ya chanjo. Yaani ratiba ya chanjo inafahamika kabisa. Hivyo tunachokifanya, wale kuku siku ya kwanza tukifika, tunawapa kwanza maji na glucose kwa ajili ya kuwapa nguvu
na kuwapunguzia wanasema stress wakiwa aidha kwa sababu ya safari na nini. Kwa hiyo tunawapa maji na glucose. Baada ya hapo tutawapa dawa fulani ambayo yenyewe inakuwa na muunganiko wa vitamini na antibiotic. Lengo ni kuzuia wale kuku kama walitoka kiwandani wakiwa na magonjwa, tunazuia yale magonjwa yasiendelee kutokea katika banda letu. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo kuanzia siku ya 7 tunaanza kuwapa tunawapa chanjo ya kideri ambao wanafahamu kama Newcastle, ambapo tutawapa kwa wiki ya kwanza siku ya 7. Siku ya 14 tutarudia kuwapa chanjo nyingine ambayo inaitwa Gumboro, ambapo siku ya 21 tutarudia ile chanjo ya mwanzo ambayo inaitwa Newcastle ambayo ni mdondo au kideri. Siku ya 58 mpaka 60 tutawapa chanjo nyingine ambayo inafahamika kama ndui ili kuzuia magonjwa, hasa magonjwa yanayosababishwa na vimelea vya virusi. Tukishachukua sasa, tumeshaweka mbali. Kutoka siku ya kwanza tunawachukua. Inawachukua muda gani kuja kuanza kutaga? Tunaangalia kwamba utagaji huo mara nyingi tunasema ni miezi 5. Lakini ukiwa unafuata kanuni bora za ufugaji, unawapa chanjo kwa wakati kuzuia magonjwa, unawapa chakula bora ambacho chakula kina mchanganyiko wa virutubishi vyote, na pia unawapa matunzo kwa kufanya mabanda yako na eneo wanaloishi kuku au vifaranga yanakuwa safi. Yule kuku mwanzoni mwa mwezi wa 4 ataanza yani atakapofikisha miezi 4 tu tayari wataanza kudondosha mayai. Kwa hiyo baadhi ya banda litakuta linaanza kudondosha mayai, lakini ili kufikia ule utagaji wa kiwango cha juu angalau miezi 6 ndio unakuta kuku wote wamefikia hatua nzuri ya kutaga mayai. Kuna mmoja anaanza hapo. Naam. Na huwa kuku mmoja kama huyu ambaye tayari kashatimia, ndio akianza kutaga huwa wanataga mitago mingapi kwa hesabu ya haraka ambayo hiyo huenda isiwe ya kwamba hesabu kamili, lakini kwa wastani kwa kadiria. Nashukuru sana kwa swali lako. Hawa kuku tunapowaita kuku wa mayai, ina maana hawasimami kutaga. Yaani anapoanza kutaga, kwa sababu unavyotizama humu hatuna jogoo, kwa hiyo hawana kipindi cha kuatamia kama walivyo kuku wetu wa asili. Kwa hiyo kwamba akianza kutaga ataendelea kutaga angalau mpaka miaka 2, lakini ukiwa na matunzo mazuri wanakwenda mpaka miaka 2.5 wakiwa wanataga tu. Kwa hiyo hakuna kile kipindi cha kusema wamesimama kutaga, wanasubiri hatua ya kwenda kuatamia ili watotoe vifaranga hapo. Hiyo hatua hawana. Kama nilivyokueleza awali, kuna chanjo ambazo zinatumika, kuna chanjo ambazo tunasema zinarudiwa kwa msimu. Wakiwa vifaranga wanakuwa wanachanjwa kila baada ya wiki, kila baada ya siku 7 wanachanjwa. Lakini baada ya zile chanjo zikikamilika, ambapo ndani ya miezi 2 wanakuwa wamekamilisha zile chanjo, sasa chanjo tutakayokuwa tunairudia ni chanjo ya kideri. Lakini kama Gumboro na Marex ambao wanachanja kwenye vituo vya utotoleshaji, hizo zinachanjwa mwanzoni, hatua za awali. Lakini wakifikia hatua hizi tutakuwa tunachanja kideri, na pia kila mwaka tutakuwa tunachanja ndui ili kuzuia magonjwa ambayo ni magonjwa yanajirudia. Kwa hiyo inapofika hatua wamekoma kutaga au uzalishaji umeenda chini, kwa hiyo sasa tunaona kwamba hatuwezi kupata faida nzuri kutoka kwenye mayai. Sasa tunaamua kumuuza kuku kama kuku, na wakati tunamuuza kama kuku, huyu ladha yake anakuwa kama kuku wetu wale wa asili, kuku wa kienyeji. Kwa hiyo nyama yao inakuwa nzuri zaidi, misuli imekomaa kuliko wale kuku ambao tunawafuga kwa miezi 2 au wiki 6. Kwa hiyo nyama zao zinakuwa kama kuku wa asili. Kuna lolote labda la kuongezea mayai? Asante sana ndugu mtangazaji. Lolote la kuongezea ni kwamba ufugaji unalipa, faida yake ni nzuri kabisa.
ila sasa tahadhari inatakiwa uchukue mazingatio. Ufugaji bora lazima uzingatie upatikanaji wa vifaranga bora. Lazima uzingatie kwamba vifaranga, sosi ya chanzo cha vifaranga wako unatoa kwenye kampuni gani ambayo inakuzalishia vifaranga bora. Kwa mfano kama kuku wetu hapa, hawa tumewatoa kwenye kampuni ya Interchick ambao wametoka Dar es Salaam. Kwa hivyo tumewafuga na tumeona changamoto wanazo kidogo ukikompea na kampuni mengine. Kwa hivyo tunawashauri sana watu waangalie kwanza chanzo bora cha kupata vifaranga wa kuku wa mayai kinatoka wapi. Jambo la pili la kuzingatia ni kupata chakula bora. Kuzingatia mambo ya chakula ni muhimu, kwa sababu chakula ndicho kitakueleza kwamba kuku wako watage kwa kiwango gani. Kwa hiyo unaweza kuta banda lako lina kuku 100, lakini kama hutozingatia chakula bora, unaweza kuta asilimia utagaji kwenye kuku wako iko chini ya 50%. Kwa hiyo tunashauri kwamba kuwepo na chakula bora ambacho kinafuata kanuni za ufugaji wa kuku wa mayai. Jambo la tatu ni kuzingatia usafi. Mabanda yanatakiwa yawe masafi. Ardhi kama tunavyoiona ni kavu, isiwe na majimaji, ambapo kukiwa na majimaji ni changamoto ya kuleta magonjwa kwenye banda. Magonjwa yanayosababishwa na mfumo wa hewa yanaletwa kutokana na uchafu. Na pia usafi mwingine tunaozingatia ni wa vyombo. Tunashauri kwamba vyombo viwe vinaoshwa angalau mara 2 kwa siku. Asubuhi kabla hujawapa chakula na maji, vyombo vyao vya maji viwe vimeoshwa. Ni jambo la msingi sana kulizingatia hilo. Jambo lingine la kuzingatia ni ukaguzi wa kuku wako kwenye banda. Kila asubuhi ni vizuri ukakagua ili kutambua kuku wagonjwa na kuweza kuwatenga, kutambua kuku wasiotaga na kuweza kuwatenga, au kutambua kuku ambaye ni mkorofi. Kwa hiyo kuna huduma zingine zinatolewa. Kwa mfano kuna kuku anaweza akawa na donoa wenzake, kwa hiyo unaweza ukawa na maamuzi kwamba aidha tuamue kuwakata midomo ili kupunguza ule uwezekano wa kudonoa wengine na hata kufikia hatua ya kudonoa mayai. Kwa hivyo swala la usafi pia kukinga maradhi, magonjwa nayo ni changamoto nyingine kwenye ufugaji wa kuku wa mayai. Kwa hivyo uzingatia chanjo bora, kuzingatia matibabu. Iwapo kuku wanaonekana wana changamoto, inashauriwa kwamba wapewe matibabu kwa haraka bila kusubiri mpaka madhara yawe makubwa zaidi. Kuna jambo moja nilisahau. Ndio. Chakula, huwa mnawapa chakula cha aina gani? Sawa. Sasa kulingana na chakula cha hawa kuku wanapewa vyakula kuanzia hatua ya awali, wanapewa vyakula mchanganyiko. Hatua ya awali kabisa wanapewa chakula cha ukuzaji, yani kumkuza tu kifaranga, ambacho kile chakula kinaitwa starter mash. Kwa lugha ya kigeni wanaita starter mash, ambao unampa angalau kwa wiki 4 za mwanzo, ambapo kuku anakuwa bado ni kifaranga, kwa hiyo anakuwa. Baada ya hapo tutakuja kwenye chakula cha kati, ambapo tayari ameshatoka kwenye kifaranga, ameenda hatua ya kuwa kifaranga wa kati. Kwa hiyo yule tutampa chakula kinaitwa grower mash, ambayo na chenyewe kimegawanyika. Kuna grower ambayo ipo kwa kuku wa nyama, lakini hawa tutawapa grower ambayo inaitwa layer mash. Alafu hatua ya mwisho tutawapa chakula kinaitwa finisher, ambacho hichi chakula na chenyewe tunawapa finisher, lakini kiwe finisher kwa upande wa kuku wa utagaji. Hivyo baada ya hapo, hatua ile ambapo sasa wanaanza kuonesha dalili ya kutaga, kuna chakula kingine ambacho kinaitwa pre-layer, ambapo ndio tunaanza kuwapa ili sasa kuku waingie rasmi kwenye hatua ya utagaji mayai. Kwa hiyo kwenye ufugaji wa kuku kuna vyakula kwa upande wa kuku wa mayai na upande wa kuku wa nyama. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia swala la chakula kulingana na aina ya kuku. Kama tunavyojua sasa hivi serikali imehama kutoka kufundisha wanafunzi na sasa tunafundisha wakulima. Kwa hivyo tunakaribisha watu wote, wewe utakuja ofisini na utapewa utaratibu kama ni unataka kujifunza nini. Wewe ndio utakuwa unahitaji kueleza kwamba unataka kujifunza nini hasa kwenye upande wa kilimo na ufugaji, na baadaye utapewa utaratibu kwamba ufike kwa wakati gani ili upewe
namna ambavyo wewe utaweza kupewa hiyo kozi yako iza ya wiki moja, wiki mbili, miezi 6, ni wewe tu utapenda kwamba ufundishwe kwa muundo upi. Mtazamaji wa Shamba Hub TZ, shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia katika makala zetu, lakini pia naamini umejifunza vya kutosha kuhusiana na ufugaji wa kuku wa mayai kwa siku hii ya leo. Nikusihi tu endelea kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia Facebook, X, lakini pia Instagram kama vile Shamba Hub TZ, lakini pia kwa YouTube tufuatilie kupitia Shamba Hub TZ, na kisha subscribe, like pamoja na kushare video zetu kwa makala mbalimbali za kilimo na ufugaji. Nikusihi endelea kuwa nasi kwa makala zingine.